Goma imefanya maombi bila maiti kutokana na kifo cha kijana wao mwenye umri wa miaka 31 aliyezama katika bwawa la Gulu nchini Uganda miezi mitatu iliyopita. Wazazi wa marehemu Jack na Rispa Obiro wanasema wamefanya hatua hiyo huku wakitoa wito kwa serikali ya Kenya kushirikiana na ile ya Uganda kuopoa mwili huo kwa ajili ya maziko ya heshima. Ni hafla ambayo iliibua hisia katika jamii ya Maragoli, ikitoa kauli kuwa jadi mwili ulipokosa kupatikana, ufagio wa mgomba ulizikwa, uwepo wa dini ukitupiliwa mbali itikadi hiyo. Hautakuwa na neno la kuongea, labda utapigia mtu simu. Alipata ajali akaanguka na trailer kwa ile Uganda, ile mto ya Uganda. Ile kitu na laumu tu serikali. Nimekimbia, nimeenda mpaka ofisi yote ya serikali ya Kenya, sijasaidika. Nimeenda High Commission, Embassy ya Kenya. Ababu wananiambia hiyo gari ni ya Sudani. Niende Sudani. Sudani mimi nitaanzia wapi? Hapa aliwacha watoto, na mimi naomba tu serikali iingilie ndani, huyo mtoto apatikane. Hata kama ameoza tupate tu hata mifupa peke yake. Leo hii nimefurahi maana tumetamatisha, sababu imekuwa ni maombi ya kudhibitisha ya kwamba tumemsindikiza, bali hatujui kama amekufa ama angali yupo. Ombi yangu ilikuwa ni ingekuwa na uwezo, serikali ingeshikia pamoja hiyo kampuni ya State Oil uweze kuamka chini, jua ni ukweli Dani alikuwa anafanya nao. Na kama kwamba jamii itasitizia kwamba wazike mgomba, then hiyo ibada sisi hatutahudhuria, watafanya na wengine. Lakini nashukuru kwamba ni ndugu aliweza kuvunjika pamoja na familia yake na akakubaliana na sisi kama wachungaji. Anaita kiraji, kama kifagio kwa lugha ya sasa. Ndio inawekwa sasa, kwa inachimbwa shimo, inawekwa ndani traditionally. Lakini kwa sasa watu wameingia katika dini